Pokea neema mpya kwa jina la Yesu. Amen. Pokea ufahamu mpya kwa jina la Yesu. Amen. Pokea akili mpya kwa jina la Yesu. Amen. Pokea uelewa mpya kwa jina la Yesu. Amen. Inawezekana ni kweli umeokoka. Inawezekana ni kweli unasali sana, lakini hauyaishi maagizo ya Bwana. Yes. Unaiamini mipango yako kuliko mipango ya Bwana. Yes. Unaamini mawazo yako kuliko mawazo ya Bwana. Unaziamini akili zako kuliko akili za Bwana. Unaamini elimu yako kuliko elimu ya Bwana. Nisikilize mtu wa Mungu. Elimu ya rohoni ni zaidi ya elimu ya mwilini. Amen. Elimu ya rohoni inatawala elimu ya mwilini. Na ndio maana unaweza ukaona hakuna gereza la mchawi. Unaweza ukaona hakuna mahakama ya mchawi. Kwa nini? Kwa sababu ni ulimwengu wa roho. Amen. Ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili. Yes. Nisikilize, ili uwe na nguvu ya kutawala, ili uwe na nguvu ya kuwatesa wanaokutesa katika roho na katika mwili, simama na neno la Bwana. Amen. Ili ni neno la Bwana amekuletea usiku wa leo, kwa kuwa Bwana amekusudia kuwatesa waliokutesa. Amen. Bwana amekusudia kuwa adui wao waliosimama kuwa maadui zako. Yes. Neema hii iwe juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Neema hii iwe juu yako na uzao wako kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Mtu wa Mungu, popote ulipo, fungua Biblia yako, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Nitasoma pale. Nataka uangalie vitu ambavyo vinamfanya Mungu aweze kupambana na adui zako. Kwa sababu inawezekana umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu mpaka unahisi Mungu hayupo, mpaka unahisi Mungu hakusikii. Umekuwa ukiomba sana kwenye hiyo biashara yako, madeni yamekuandama, unatamani kuuza nyumba yako. Imefika wakati nyumba yako inataka kuuzwa. Imefika wakati kazini unataka kufukuzwa. Kuna vitu, kumekuwa kuna maadui, kuna vita zinainuka. Unahisi kama watu hawakupendi. Wakicheka unahisi kama wanakucheka wewe. Wakinong'ona unahisi kama wanakunong'ona wewe. Lakini nisikilize usiku wa leo, Bwana amekusudia kusimama na wewe. Amen. Bwana amekusudia kukuinua zaidi yao. Amen. Bwana amekusudia kukupandisha zaidi yao. Amen. Bwana amekusudia kukufanikisha zaidi yao katika jina la Yesu. Amen. Angalia neno la Mungu ile Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 kuanzia mstari wa kwanza, anasema, itakuwa utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Unataka Mungu akuinue? Unataka Mungu akupandishe? Angalia, anasema itakuwa utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Watu wengi wamekuwa wavivu wa kuhudhuria ibada, wakitamani Mungu awafanyie. Watu wengi wamekuwa wavivu wa kumsikiliza Mungu anaposema, wakitamani Mungu awatendee. Watu wengi wamekuwa wavivu wa kumsikia Mungu, lakini wakitamani Mungu awainue. Neema ya kuinuliwa haipo ndani ya kuwekewa mikono. Kuna wakati mwingine unatamani uwekewe mikono. Maandiko yanasema utaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hajasema utaweka mikono juu ya ambao hawajafanikiwa ili wafanikiwe. Yes. Asema utaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amen. Hajasema ambao hawajafanikiwa. Yes. Kanuni ya wewe kufanikiwa ipo katika kusikia. Yes. Ipo katika kufanya yale ambayo Mungu anasema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukaja ukasema nikuuzie mafuta. Hakuna mafuta yanayokusaidia wewe kufanikiwa. Yes. Mafuta yapo kwa ajili ya kukutenga, kukuweka wakfu. Amen. Yapo kwa ajili ya kutenga, kukuweka wakfu kwa ajili ya kusudi la Bwana. Amen. Na kama yapo kwa ajili ya kusudi hilo, yapo kwa ajili ya mpango wa Bwana. Ndio maana Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwafungua waliofungwa, kuwatangazia mateka uhuru wa kwao. Sio kwa ajili ya kuwafanya wafanikiwe. Yes. Sio kwa ajili ya kuwafanya wawe matajiri. Yes. Sio kwa ajili ya kuwafanya wainuliwe. Amen. Angalia, anasema itakuwa
utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kufanya ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Amen. Unataka Mungu akuinue zaidi ya mataifa yote duniani, unataka Mungu akupandishe, lazima kwanza ukubali kusikia kutoka kwa Bwana. Maandiko mahali pengine anasema amelaaniwa mtu yule afanyaye kazi ya Mungu kwa mkono mlegevu. Kuna watu wengine wanaposimama kwa ulegevu, unatafuta laana mbele za Bwana. Nisikilize msikilizaji wa Radio Furaha popote ulipo. Uliyeko Iringa, uliyeko Dodoma, uliyeko Pawaga, uliyeko Mafinga, uliyeko kokote kule, uliyeko Kinolo, uliyeko kokote kule. Kuna laana zingine tunazipata ni kwa sababu tumelegea kuifanya kazi ya Mungu. Tunafanya vile tunavyojisikia. Tunafanya vile tunavyopenda. Usiku wa leo Bwana akupatie nguvu. Usiku wa leo Bwana akuinue kwa upya. Usiku wa leo Bwana akupe bidii kwa jina la Yesu. Anasema utakapoisikia kwa bidii, alafu anasema na kutunza kufanya ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza. Mungu akutukuzi mbele ya adui zako kama hauna bidii. Ukiacha kufanya kwa bidii, ukiacha kusogea mbele za Mungu kwa bidii, utabakia kwenye umasikini hata kama umeokoka. Ukiacha kufanya kwa bidii, utabakia na dini yako kama mzigo. Ukiacha kufanya kwa bidii, hata kama umetoa sadaka, utaendelea kufilisika. Na ndio maana wapo watu wengi wametoa, wameendelea kufilisika. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa bidii. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa kuyatunza maagizo ya Mungu. Hawajayafanya kuwa ya kwao, hawajayafanya kuwa chombo cha maana, hawajayafanya kuwa chombo cha heshima. Neno la Bwana likawe kwako chombo cha heshima. Neno la Bwana likawe chombo cha maana kwako. Neno la Bwana likawe jambo la maana kwako katika jina la Yesu. Anasema mkasikia kwa bidii na kutunza kufanya ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Kwa unataka Mungu akuinue ulimwenguni. Inawezekana unafahamika na mtaa wako kijijini peke yake. Inawezekana unafahamika na watu wa ukoo wako peke yake. Inawezekana unafahamika na Watanzania peke yake. Lakini Mungu amekusudia kukuinua zaidi ya hao wanaokujua. Nisikilize mtu wa Mungu, mafanikio ya mtu yapo ndani ya watu. Baraka za mtu ziko ndani ya watu. Hakuna anayefanikiwa akiwa peke yake. Hakuna anayeheshimika akiwa peke yake. Ukiona kuna mtu anaheshimika, ujue kuna watu. Ujue kuna watu. Mungu amemuinua juu yao. Mungu awapandisha juu yao. Bwana akuinue katika jina la Yesu. Kwa maneno haya Bwana akuinue katika jina la Yesu. Angalia kinachofuata pale mbele. Anasema na baraka hizi zitakujilia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mchini, utabarikiwa na mashambani. Asema utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na mifugo na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo na wakondoo zako. Angalia hii neema ya kusikia. Neema ya kusikia haikuachi ufanikiwe peke yako. Neema ya kusikia kwa bidii kutoka kwa Mungu inafanya mafanikio ya kizazi chako, inafanya kwa ajili yako na kizazi chako. Inasema na wewe uliye na watoto unajuta, kwa nini hao watoto wanisikilizi? Kwa nini hao watoto wanijali? Inasema na wewe popote pale ulipo, yawezekana familia yako ikusikilizi, inawezekana unafuga mifugo inakufa, inawezekana unafanya biashara haviendi. Maandiko anasema utabarikiwa uingiapo na utokapo. Lakini angalia kule juu, anasema itakuwa utakapoisikia kwa bidii. Bidii ya kusikia kutoka kwa Mungu inatengeneza mafanikio ya kwako na kizazi chako. Inafuta historia ya umasikini kwenu. Bwana amekusudia kufuta historia ya umasikini kwa kizazi chako. Bwana amekusudia kufuta historia mbaya kwa kizazi chako katika jina la Yesu. Kumbuka ninazungumza Mungu kuwa adui wa adui zako.
lakini Mungu kuadhibu adui zako wakati unafanikiwa. Amen. Lakini kanuni ya Mungu kuadhibu adui zako wakati wanainuka unapofanikiwa, lazima kwanza umsikilize yeye kwa bidii, lazima kwanza umtumikie yeye. Na ndio maana nasema nao utamtumikia Bwana Mungu wako kwa bidii. Ili nini? Ili awe mtesi wa hao watesi wako. Kama hujasimama kwa namna ambayo Mungu anataka, hao adui zako wataendelea kukutesa na kanisa unalo. Hao adui zako wataendelea kukutesa na dhehebu unalo. Hao adui zako wataendelea kukutesa na mchungaji wako unaye, lakini hataweza kukutetea. Kwa nini? Kwa sababu utetezi wa Mungu unatokana na kusikia. Yes. Utetezi wa Mungu unatokana na kutii. Yes. Utetezi wa Mungu unatokana na kuyatunza yale ambayo Mungu anasema kuwa chombo cha maana kwako. Barikiwe katika jina la Yesu. Amen. Nisikilize mtu wa Mungu, popote pale ulipo. Popote pale ulipo, Mungu aliyekuokoa amekusudia kusimama na wewe, hususan katika kipindi hiki ambacho tunapita. Nchi yetu inapita kwenye pito kubwa sana ambalo tunapaswa kuliombea sana, kwa sababu kipindi hiki unatakiwa kujisimamia ili Mungu aweze kukutetea, lakini akupatie nguvu za kujisimamia, kwa sababu hautaweza kujisimamia katika kipindi hiki ambacho taifa linapita kwenye mgogoro mkubwa na kwenye mvutano mkubwa. Lakini Mungu akupatie nguvu ili uweze kuliombea taifa lako, ili uweze kuiombea nchi yako tena. Angalia kitu anachozungumza kwenye hii 3, anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Maana yake chochote unachokifanya kitakuwa baraka. Sasa nataka uangalie kuanzia mstari ule mstari wa 6, anasema utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Mstari wa 7 anasema Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Nisikilize msikilizaji wa Radio Furaha popote ulipo. Angalia kanuni za Mungu kuwapiga hao adui zako. Sio kama Mungu atambui kama wewe unao maadui ofisini kwako. Sio kama Mungu atambui kama unao maadui kwenye ndoa yako. Sio kama Mungu atambui kama unao maadui kwenye huduma yako. Inawezekana Mungu amekusudia wewe kukuinua, lakini unao maadui. Angalia wapi umekosea, ambapo Mungu panamfanya Mungu asiwajibu adui zako. Angalia, anasema ndipo Bwana atakapoadhibu hao adui zako. Anasema Bwana atawafanya adui zako wanaikao juu yako kupigwa mbele yako. Unatamani adui yako apigwe, lazima kwanza usikie kwa bidii. Watu wengi unapoambia Bwana kupatie neema ya kugeuka kwa upya katika jina la Yesu. Amen. Angalia anaposema Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa. Nisikilize, ni saa za kupigwa kwa adui yako. Yes. Ni saa za kwenda kupigwa kwa aliyekufanya uwe kiwete. Yes. Ni saa za kwenda kupigwa kwa aliyeifanya miguu yako iparalyze. Yes. Ni saa za kwenda kupigwa kwa yeye aliyeharibu mimba yako. Yes. Ni saa za kupigwa kwa yeye aliyekufanya uumbwe. Amen. Na ndio maana Bwana anasema, maandiko yanasema Bwana atawafanya hao wainukao mbele yako kupigwa. Inawezekana kuna mtu amesimama mbele ya ofisi yako. Yes. Inawezekana kuna mtu amesimama kukupinga kwenye biashara yako. Amen. Inawezekana kuna mtu amesimama kukupinga kwenye uchumba wako. Inawezekana mtu amesimama kukupinga. Bwana anakwenda kuadhibu katika jina la Yesu. Amen. Bwana awaadhibu katika jina la Yesu. Amen. Bwana awajibu katika jina la Yesu. Amen. Nisikilize. Maandiko anasema Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Na Mungu anakwenda kulitimiza kwa hao adui zako. Amen. Hao wanaoinuka kinyume na biashara yako. Amen. Hao wanaoinuka kinyume na elimu yako. Amen. Hao wanaoinuka kinyume na watoto wako. Yes. Hao wanaoinuka kinyume na afya yako. Yes. Hao wanaoinuka kinyume na amani ya ndoa yako. Amen. Hawatamani muwe na amani kwenye familia yako. Yes. Wamekuwa wakiwachonganisha mara kwa mara. Wamekuwa wakiwagombanisha mara kwa mara. Bwana ainuke kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asimame na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asimame na wewe kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Na ndio maana anaposema mstari ule wa 7 anasema Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja,
lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Maana yake njia ambayo hawakuipita wataiona. Amen. Itafunguka njia watakaokimbia watapoteana. Amen. Usiku wa leo wafanye adui zako kupoteana katika jina la Yesu. Amen. Bwana wafanye adui zako wapoteane kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Bwana wafanye adui zako waliokuja kwa nia moja kinyume na kazi yako wapoteane kwa jina la Yesu. Amen. Bwana wafanye hao adui zako waliokuja kinyume chako kinyume na ndoa yako wapoteane kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Manake unaposikia kwa bidii kunavunja umoja wa adui zako. Yes. Kunavunja ushirikiano wa adui zako. Yes. Bwana avunje ushirikiano wa adui zako. Amen. Bwana avunje ushirikiano wa ulimwengu wa giza unaosimama kinyume chako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Amen. Na ndio maana anasema watakuja kwa njia moja, watarudi kwa njia 7. Amen. Kwa nini njia 7? Hawatapatana tena kwa ajili yako. Amen. Hawatakubaliana tena kwa ajili yako. Amen. Hawatasimama tena kinyume chako. Amen. Watarudi kwa njia 7. Amen. Njia iliyowaleta hawatapita tena. Amen. Njia iliyowaleta kwako hawatapita tena. Amen. Adui aliyowaleta kwako hatawaleta tena. Amen. Adui aliyowaleta kwako hatakutana nao tena. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Angalia kitu kingine pale mbele anachokizungumza. Angalia kitu kingine anachokizungumza pale mbele. Mstari wa 8 anasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Naye atakubariki katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Mstari wa 9 anasema Bwana atakuweka uwe taifa takatifu. Nawe kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Nisikilize mtu wa Mungu, usipoweza kutembea katika njia za Mungu, mafanikio ya Mungu nimekwambia hayako nje ya njia zake. Mafanikio ya Mungu yako ndani ya hizo njia alizokuwekea, ndani ya huo utaratibu alikowekea. Usipokubali kutembea, usipokubali kutii, na ndio maana anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kufanya ni kuagizao leo. Usipokubali kutii, huwezi kuona mafanikio hata kama una dini yako nzuri. Unayoita ya kwanza au ya pili au ya tatu. Huwezi kuona mafanikio, huwezi kuona ushindi, huwezi kuwazuia adui wanaokufuatilia, kwa sababu adui wanaokufuatilia wanazuiwa na kile ulichosikia kutoka kwa Bwana. Wanazuiwa na kile ulichopokea kutoka kwa Bwana. Na ndio maana anasema Bwana atawafanya hao wainukao kinyume chako kupigwa mbele yako. Na usiku wa leo iko neema ya kuadhibu adui zako. Iko neema ya kuwapiga adui zako. Iko neema ya kuwasambaratisha adui zako. Ndivyo watakavyosambaratika watapatana tena. Ndivyo watakavyosambaratika watapatana tena. Neema ya Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iwe juu yako na uzao wako katika jina la Yesu Kristo. Kwa kusikia huku kwa bidii yako ya kusikia kipindi hiki, Bwana abadilishe akawainue watoto wako katika jina la Yesu. Abariki mifugo yako katika jina la Yesu. Abariki kazi ya mikono yako katika jina la Yesu. Awabariki watoto wako katika jina la Yesu. Abariki uzao wa tumbo lako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mtu wa Mungu, nafikiri muda wangu umenikimbia sana. Nataka nikupe muda wewe unasema unaumwa. Unasema unaumwa. Saizi kuna vitu vinaumwa au vinatembea kwenye mwili, au unasumbuliwa na jambo lolote saizi. Nataka nikuombee Mungu akuguse hapo ulipo. Kwa Mungu hakuna umbali, nilishakwambia. Mungu wetu anaponya, yu karibu na wewe kuliko hata mavazi yako. Kwa hiyo ukiona umevaa mavazi hapo ulipo, lakini ujue Mungu yuko zaidi ya hayo mavazi yako ulionayo, na anaweza kukujibu hapo hapo ulipo. Sasa utakwenda kupiga simu yako na nitakwenda kuomba na wewe, msikilizaji wa Radio Furaha popote ulipo. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Unayesema una shida, unaumwa, una jambo lako unataka Mungu akutendee hizi. Shukrani sana mtumishi wa Mungu, na wasao ni mzuri kabisa kupitia 0766 678713. Kana muda moja kwa moja nipokee simu yako msikilizaji wangu. Piga simu toka wapi? Njema kabisa. Karibu mtumishi anakusikiliza. Karibu sana.
pole sana msikilizaji wangu, nitakapopokea moja kwa moja unakuwa upo hewani. Kwa hiyo nimsikilize huyu hapa. Pole sana. Okay. Haya, wakati wa pia kupitia ujumbe mfupi 0676 578713. Halo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana. Ndiyo. Ndiyo. Pole sana msikilizaji wangu. Ni kukumbushe kwa mara nyingine tena. Mbea. Amina, weka mkono wako kichwani, nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninalinua jina lako na neno lako. Mungu uliyesema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Bwana Yesu, ni saa yako. Rapa koria basiki. Mandori pokoria basaka. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaenda kinyume na kila roho ya udhaifu. Pepo udhaifu uliyesimama kinyume na huo mguu. Pepo uliyeparalyze mguu mmoja. Pepo uliyepooza mguu mmoja. Na kuamuru kwa jina la Yesu kuanzia sasa, toka, mwachilie Kastori kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka nje, achia hiyo miguu, mifupa, pokea nguvu. Nguti wa mgongo, pokea nguvu, pokea uhai kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, toka nje kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninalinua jina lako na neno lako sasa. Ninautakasa mwili huu, ninautakasa mgongo huu. Mifupa, pokea uhai, pokea uzima. Miguu, pokea uhai kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Uwe mzima tangu sasa kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Mungu akubariki sana. Sikiliza, dakika za mwisho nitakueleza lini nitakuja huko Ilula. Nina ratiba ya kuja Ilula. Amen. Asante sana. Shukrani sana msikilizaji wangu kupitia 0766678713. Tutafuta kupitia nambari hizo. Kwenye line kuna msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe. Njema kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Karibu Dominica, kutoka wapi? Karibu, mtumishi wa Mungu yupo kwa ajili yako. Amina. Dominica. Okay. Moja cha kufanya, hakikisha unamheshimu Mungu katika kazi yako na katika kila unachokifanya. Mungu kama ufanye anachokuagiza, huwa si mlinzi wa kazi yako, huwa si mlinzi wa mali zako. Kama ambavyo umeona nimesoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati hapo. Kumbukumbu la Torati sura 28 na Kutoka ile sura 23 kuanzia ule mstari wa 20. Amezungumza, anasema ndipo. Sasa mimi nakuombea kwa ajili ya kuua hizo roho za mapooza na kumkemea huyo alaye. Hebu weka mkono wako kwenye kifua, niombe na wewe. Mwenyezi Mungu, mfalme wa falme zote, nalinua jina lako na neno lako juu ya mwanao Dominica. Rapa koria basi, koria sia, Mungu wa Israeli. Inaenda kinyume na kila falme na mamlaka, pepo wa namna zote mnaojishughulisha na uchumi, mnaojishughulisha na kazi ya mikono, kwa jina la Yesu. Toka, achia jina lake, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Achia baraka zake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka nje, achia jina lake kwa jina la Yesu. Ninavunja ushirika kati yenu na maisha yake na kazi yake ya mikono kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninaitakasa kazi ya mikono yake, nalinua jina lako na neno lako kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Mungu uliyesema utabariki kazi ya mikono yako, ya mikono yetu, ndivyo Bwana ukabariki kazi ya mikono ya mtoto wako Dominica kuanzia sasa kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Mpe simu. Halo.
Haya, nakusikiliza. Usiofu. Nimeshaomba. Maandiko yanasema mume utakaswa kupitia mke na mke utakaswa kupitia mumewe. Kwa hiyo neema ya Mungu nilivyoomba kwa mkeo, mke ni wewe na wewe ni mkeo. Maandiko yanasema mtakuwa mwili mmoja, si wawili tena. Kwa hiyo roho zinazokushambulia wewe ndio zinazomshambulia mke wako, kwa sababu zinafanya vita na familia yako. Kwa hiyo hakikisheni wote, yani kama mlivyoshirikiana leo hii, mshirikiane kusogea mbele za Mungu kwa bidii, na Mungu anakwenda kuwainua. Iweni na umoja hivyo hivyo, mshirikiane. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Amina. Niwashukuru sana wasikilizaji wangu, na nitapokea simu mbili. Baada hapo nitasoma message, mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili ya wote. Hello. Pole sana msikilizaji wangu, nisikilize hapa kwenye line kupitia 0766678713. Twende tukasikilize hapa. Wakati huo pia katika upande wa ujumbe mfupi ni 0676578713. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Naomba uniombee, saizi niko nashindwa kuomba. Haya, nasema mtumishi, naomba umuombee mdogo wangu Prince, analala polini, anapatikana Ngosi pale. Nakushukuru sana. Mtumishi ataomba kwa ajili yako. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa mafundisho mazuri kutoka kwa mtumishi, lakini naomba mtumishi aombe wadogo zangu ambao wapo shule. Ni Amili Mkemangwa kutoka Itimbo Kilolo. Huyu hapa nasema Bwana Yesu asifiwe. Samahani nimechelewa kipindi. Ni kitabu gani alichosoma mara ya mwisho? Haya. Ndugu yangu kutoka hapa nasema Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana mtumishi wa Mungu kwa neno, na kuomba mtumishi atuombee mimi pamoja na mke wangu tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Marko Munyi kutoka Iringa pale Kilolo. Na yuko haraka muda unatukimbia, na naomba mtumishi amwombee dada yangu, ana shida ya pingili, kutibiwa mpaka Benjamin Mkapa imeshindikana. Anaitwa Agnes Mpogole kutoka pale Pomerini. Haya, ni message yako ulituma mara mbili, ni hiyo moja nimeisoma. Naomba mtumishi amwombee mama yangu, anasumbuliwa na kichomi bavuni, anaitwa Magu. Haya, kutoka Magu pale. Unaitwa nani jina lako? Hujaliweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtumishi aniombee naumwa kifua, anaitwa Mama Tres kutoka pale Ilula. Na message zenu ni nyingi, siwezi kumaliza zote. Maana muda umetukimbia. Nipokee simu moja hii hapa, baada hapo tutaunganisha. Hello? Kutoka Image Uhominyi, mtumishi anatusikiliza. Karibu sana. Unaye hapo baba mkwe wako? Unaweza ukampatia hiyo simu? Halo. Unasumbuliwa na nini? Mwili wote unauma. Toka lini? Una wiki sasa. Okay, nataka upone saizi. Mungu anakuponya saizi. Saizi weka mkono wako wa kulia kichwani. Hapo ulipo Mungu anakuponya saizi, kuanzia saizi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai, ninalinua jina lako na neno lako sahihi kwa ajili ya utukufu wako. Rapa koria. Ribo saka karapa koria anda urapa koria. Ripa koria basaka rapa koria ripako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Nguvu za giza toka nje, maumivu ya mwili toka kuanzia sasa. Ninafuta kila aina maumivu ya mwili. Toka nje kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya udhaifu toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, na utakasa mwili huu sasa. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Baba, nafuta maumivu yote ya mwili kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Futika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Amen.
Nisikilize. Halo? Apotea. Anakusikia? Halo. Jitikise mwili wako, jitikise mwili wako, angalia kama kuna maumivu. Sema najisikia nimepona. Weka mkono wako kifuani. Weka mkono wako kifuani. Kupona ni haki yako. Ni haki yako kuwa mzima. Baba, katika jina la Yesu, ninafuta maradhi yote na kila udhaifu wa mwili kuanzia sasa kwa mtu huyu anayenisikia. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninadai haki yake ya uzima. Rapako. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Uwe mzima tangu sasa, kisiume chochote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amina. Ubarikiwe sana. Amina. Mungu awabariki na muendelee kuwa na imani. Tunashukuru sana. Muda umetukimbia kweli. Mchungaji, nikupe nafasi uombe wote ambao tutajumuisha kwa pamoja. Karibu sana. Amina. Amina, msikilizaji wa Radio Furaha popote ulipo. Ninakukaribisha kwenye huduma zetu pale Semtema, jirani na Kiesa Sekondari. Jirani na Kiesa Sekondari. Ukifika Semtema wewe uliza Shilo Ministry of Tanzania iko inapatikana wapi, au kwa mchungaji au cheni. Nipo pale Semtema jirani na Kiesa Sekondari, kabla hujavuka daraja la kuelekea Kiesa Sekondari. Hapa nyuma utakuta kuna bango limeandikwa Shilo Ministry of Tanzania. Ninapatikana hapo. Ninakukaribisha wewe baba, wewe mama uliye na magonjwa sugu, wewe ambaye ugonjwa umeshindikana, kuna mambo yameshindikana kwenye maisha yako. Unahisi yameshindikana, yuko Mungu aliye hai, Mungu wa madhabahu ya haki na kweli, atakuhudumia. Mungu anayesimama nasi atasimama pia pamoja na wewe. Lakini wewe ambaye unasema unatamani uko mbali, ningeweza kufika huko kufanya maombi na ninapokea mialiko mbalimbali kokote uliko, lakini uwe na nauli za kunisafirisha na kunirudisha. Unataka nije niombe kama mko wawili watatu, mnataka nifike kokote kule mliko. Wanangu wa Ilula kama mnanisikia, wanangu wa Pawaga kama mnanisikia, mkiweza kujikusanya watu wawili watatu, mkituma nauli, ninakuja nitafanya maombi na ninyi. Sitatumia nauli yangu kuja. Hilo ndio nikwambie ukweli kabisa. Maandiko yanasema watahubirije wasipopelekwa. Wanangu wa Ilula mnaosema baba, lini utakuja huku, lini tutakutana huku, utaratibu mkiandaa nauli, mimi nakuja muda wote na saa yoyote. Mimi ni askari wa Yesu na ni mtumwa wa Bwana. Popote mtakaponitaka nitakuja kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kokote uliko, wasikilizaji wa Dodoma Kibakwe, wale wa Dodoma Kibakwe, nitafika huko. Muda ukifika, Mungu akitaka nije, kibali cha Bwana kitanileta huko, nitafika. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Watu wa Mafinga, kwa hiyo mkipata nauli, mkijikusanya wawili watatu, mimi nitafika, nitaomba na nyinyi, lakini pia nitawafundisha kile ambacho Roho wa Mungu ataniongoza. Nataka niombe. Wewe uliye mgonjwa mwili mzima unauma, weka mkono wako kichwani. Wewe ambaye unadhulumiwa, unafanya biashara haulipi, una madeni, unadai watu wengi, weka mkono wako kwenye kifua. Weka mkono wako kwenye kifua. Wewe ambaye watoto wako umekuwa ukibeba mimba inatoka, watoto wamekufa, weka mkono wako kichwani. Maandiko yanasema hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Wewe ambaye hauzai, na wewe weka mkono wako kwenye tumbo lako. Wewe ambaye tumbo lako alizai, alibebi mimba, utakwenda kuzaa. Ninasema utakwenda kuzaa. Ninasema utakwenda kuzaa. Wewe fuatisha ninachokisema tu. Fuatisha ninachokisema. Wewe ambaye miguu yako imekosa nguvu, weka mikono yako kwenye magoti. Vifundo vya miguu yako vinakwenda kukaza. Vifundo vya miguu yako vinakwenda kukaza. Naposema hivi, nguvu ya Mungu inakuingia. Nguvu ya Mungu inakuingia. Nguvu ya Mungu inakuingia. Nguvu ya Mungu inakuingia. Rapa koria basaka, repo koria. Yando rapa koria, karapa koria. Ripa koria basaka, manda rapa siki. Mondari pokoria, Mungu wa Israeli rapo. Riko sakariando rapa koria. Riba sakariando rapa koria. Baba, ninaondoa kila utendaji wa yule mwovu unaozuia heshima yako, unaozuia utukufu wako, unaofanya wewe usiabudiwe, unaofanya watu wasikutukuze wewe. Rapa koria, ripa koria basaka, kwa jina la Yesu ninaenda kinyume na kila nguvu za giza, roho za udhaifu, pepo wa kila namna. Toka achia miili ya watu hao, toka achia nafsi za watu hao kwa jina la Yesu. Matumbo uliofungwa, funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Vifundo vya miguu, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea uhai kwa jina la Yesu. Pokea uhai kwa jina la Yesu. Wewe unaishiwa damu kwenye mwili, rapako, 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 roho za kimagano, toka achia watu hao, toka achia nafsi zao,
kwa jina la Yesu. Maumivu ya mwili toka vichoni, toka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pepo mnajishughulisha na hiyo ofisi, pepo mnajishughulisha na hiyo ofisi, rapako, roho ya mafarakano, mnaotenganisha hiyo ndoa, mnaogombanisha kwenye hiyo ndoa, toka kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, pepo wa kiume, jini mahaba, toka kwenye hiyo ndoa, toka kwenye hiyo ndoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaitakasa ndoa hii, ninawafungua kuanzia sasa. Natamka uzima, natamka uponyaji, ninatamka amani kwenye hiyo ndoa. Ndoa iliyokosa amani, pokea amani. Uliyekosa uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Uliyekosa nguvu, pokea nguvu za kuomba, pokea nguvu za kuomba, pokea nguvu za kuomba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninainua ukuu wako na uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Samahani msikilizaji wa Radio Furaha popote ulipo. Sijatamka namba zangu za simu. Namba zangu za simu nimesahau. Namba yangu ya Tigo ni 0656 44 55 20. Namba ya Tigo ni 0656 44 55 20. Kwa namba hiyo ukinitafuta unanipata muda wote. Namba ya Voda ni 0757 40 43 34. 0757 40 43 34. Kwa namba hizo nipigie, nitakuhudumia, nitakushauri. Ninakukaribisha kwenye ibada ya kesho. Karibu sana na Bwana atakuhudumia kwa utukufu wake. Ubarikiwe sana. Shalom, tukutane Jumamosi kuanzia 2:10. Amina. Mungu awabariki na shukrani mtumishi kwa huduma, na niwatakie kila la heri na maandalizi mema ya ibada. Amen. Ubarikiwe sana. Asante sana msikilizaji. Ni mtumishi wa Mungu Eugene Kabisa.